وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, nawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amana mara nyingi inakuwa kwenye vile vitu vya thamani ambavyo mtu anaogopa asije akakipoteza, kwa hivyo anakikabidhi kwa yule anayedhani anaweza kukihifadhi vizuri, na kunakuwa na miadi, makubaliano kati ya yule anaoaminiwa kuhifadhi amana na yule anayemkabidhi mwenziwe amana ile ili amuhifadhie. Katika sura hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotukabidhi sisi amana ya sala. Tumekabidhiwa amana ya sala, ibada iliyo kubwa kuliko zote baada ya shahada mbili, na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutaka tuihifadhi amana hii pale alipotuambia katika suratul Baqara baada ya bismillahir rahmanir rahim, hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Anatuambia tudumishe kusali swala za faradhi kwenye nyakati zake na kwa namna inavyopasa hasa kuswaliwa, na tusimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tukiwa wenye kunyenyekea kwake yeye. Wanazuoni wakafasiri pia kuhifadhi swala ni pamoja na kutoghafilika na swala. Wakatuambia kuna tofauti ya kughafilika na kusahau. Kusahau ni ile hali inayokuwa nje ya uwezo wetu sisi wanadamu. Kughafilika ni lile jambo ambalo kama kwenye sala adhana unaisikia, kisha panakimiwa unasikia, na unaweza kwenda kusali lakini huendi, una jambo jingine unafanya. Huko ndio kughafilika, na kughafilika ni makosa makubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipotuamrisha tuhifadhi sala ni pamoja na kutoghafilika, kwamba sala ya faradhi ihifadhiwe kwa maana ya kuswaliwa kwa namna inavyotakiwa na katika wakati wake. Na kwa kuwa sala ni amana, kuna maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, akituamrisha addil amanata liman itamanaka, siku zote popote pale ulipo tekeleza amana kwa yule aliyekuamini akakukabidhi amana hiyo. Sisi tuna wajibu wa kutekeleza amana ya sala kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu anapenda na kuridhia, na kwa utaratibu aliotuwekea. Na kutekeleza amana ikiwemo hii amana ya sala si jambo la khiari, kwamba utasali pale unapotaka wewe, utasali kwa namna unavyotaka wewe, bali ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama ilivyokuja katika Qur'ani kwenye suratul Nisa. Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu anawaamrisha mtekeleze amana kwa wale wastahiki wa amana hizo. Kwa hivyo tufahamu katika amana kubwa kabisa ambayo Muislamu anatakiwa aitekeleze ni amana iliyo kati yetu sisi na Mola wetu, ambayo Mwenyezi Mungu ametukabidhi amana hiyo na akatuamrisha tuisimamie kwa kuidumisha na kuitekeleza kwa wakati wake na kwa namna inavyopasa, nayo ni amana ya sala, pale aliposema wa aqimu sala, na simamisheni sala. Ni amana kati yako na Mola wako. Unaweza kuulizwa na mtu umesali, ukasema nimesali, lakini wewe ndo unayejua kama umesali au la.
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuelekeza na kutuzindua juu ya uzito wa amana hii, akatuambia inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatu, jambo la mwanzo kabisa atakalohesabiwa nalo mja siku ya kiyama katika matendo yake ni ibada ya sala. Swala ikiwa imekamilika, mengine yatafuata, lakini la mwanzo ni ibada ya sala. Hivyo tutambue uzito na umuhimu wa amana hii ya sala. Kila mara tujikague sisi wenyewe ni kwa kiasi gani tunaipa thamani yake na uzito wake, kwa namna vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotutaka tuipe thamani hiyo na uzito huo. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno ya mwisho kabisa aliyoyasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika maradhi yake ya umauti, wakati anaondoka duniani, na inachukuliwa kuwa ni miongoni mwa wasia alizohusia masahaba wake, ila hali roho yake inatoka. Alisikika akisema as-sala as-sala, anahimiza kwamba hakikisheni mnatekeleza ibada ya sala, hakikisheni mnaihifadhi sala, na chukueni tahadhari na kuiwacha na kughafilika na sala. Haya ilikuwa ni miongoni mwa maneno yake ya mwisho kabla ya kuondoka ulimwenguni. Hii inamaanisha uzito wa amana hii ya sala. Kwa hivyo tuichukulie kwa uzito wake. Unaposimama kutekeleza ibada ya sala, jikague mwenyewe. Unasali kwa sababu ya mazoea tu, kwa sababu toka ukiwa mtoto mdogo ulikuwa unasali, au unasali kama sehemu tu ya mtindo wa maisha yako, au unasali ukitambua uzito wa ibada ya sala na unachukua tahadhari zote kwa namna inavyotakiwa, na unafanya bidii ya kujifunza ibada hii uijue vizuri ili utekeleze kwa namna inavyotakiwa. Wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mtu aliingia msikitini akaswali. Alipomaliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, rudi uswali kwa sababu wewe hukuswali. Akarudi. Alipomaliza akaambiwa tena arudi. Kwa kuambiwa hivi, alifika pahala akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi kufanya vizuri zaidi ya hivi nilivyofanya, ambapo kila nikifanya unanambia nirudi, naomba unifundishe. Akafundishwa
akaelekezwa namna ya kusali. Kutaka kujua ibada yako ya sala, amana kubwa kabisa, si udhaifu wala si dosari kwako wewe, bali ndiyo jambo la sawasawa, kwa sababu mimi na wewe hatuwezi kuwa na daraja kubwa ya juu kuliko sahaba huyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikiri kuto kujua sala na akamwambia Mtume, nifundishe. Kwa hivyo badala ya kuwa tunafanya kwa kuwa ni mazoea tu, mtindo wa maisha, kwamba sasa nishakuwa mzee lazima nisali, au naumwa lazima nisali, tusali kwa kuijua sala. Tukisali kwa kuijua, yale yaliyowekwa ndani ya sala tutayapata. Miongoni mwa yaliyowekwa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba, hivi mnaonaje lau ingekuwa kuna mto katika mlango wa mmoja wenu wa nyumba yake, kila akitoka anakoga kwenye mto ule mara 5, hal yabqa min daranihi shay'un, angebakiwa na taka zozote kwenye mwili wake? Na mpaka kuwa hawezi kubakiwa na taka, manake anakoga kwa maana ya kukoga. Masahaba wakajibu, hawezi kubakiwa na taka kwenye mwili wake. Akawaambia, fadhalika mathalu salawati al-khams, hivyo hivyo ndo mfano wa sala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Mungu anafuta kwa sala hizo makosa ya mja. Haiwezi kuwa sala ya kufutiwa makosa iwe ni ile tunayosali kwa mazoea au kama mtindo wa maisha. Tufanye jitihada, tufanye bidii kutekeleza amana hii iliyo kubwa kabisa kwa namna inavyopasa kuitekeleza. Tuzingatie kwamba maneno ya mwisho kabisa wasia wake Mtume anaondoka ulimwenguni, anahusia juu ya ibada ya sala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وسبطائه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم